Naam, moja kwa moja basi ni wakati tuweze kupita pita kwa pamoja, na natumai basi pamoja nami kwenye pita za kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, na hilo basi ikafika katika maeneo yepi? Naam, nianzie katika eneo la Kileleshwa. Mimi husema ulimwengu bana una visanga na vituko. Naam, eneo la Kileleshwa kulitokea yepi? Na anasema wenyeji kule Kile polo mmoja alipigwa na butwa alipogundua ukweli uliomuumiza moyo kwamba mkewe alikuwa na uhusiano wa siri na bosi wake kazini. Yaani kilichoanza kama tuhuma ndogo za kuchelewa kurudi nyumbani na simu kufichwa kiligeuka kuwa kashfa nzito baada ya Polo kudokezewa mkewe alikuwa ameolewa na mkubwa wake kazini. Yani ameolewa nawe na pia ameolewa na mwingine. Kwani ameolewa kuwili? Unajua kitabu ulikuwa unasikia wanaume wana wake wawili. Sasa huyu ni mke ana waume wawili nini? Haya, siku moja aliamua kumfuata mkewe kimya tu, na ndipo akawapata pamoja katika nyumba ya aliyokodishiwa na bosi huyo. Uchunguzi ulizidi pale alipotambua kuwa uhusiano huo haukuwa wa siku chache tu, bali ulikuwa umeendelea kwa muda mrefu. Hata baadhi ya mali aliyodhani ni ya familia yao zilifadhiliwa na mwanaume huyo. Polo alijikuta katika njia panda, kwa kabili au kuachana nao, na akaamua kuwatakia kila laheri. Yani umefika mahali mke anachelewa kazini, unashindwa. Kumbe yani amefika mahali ambapo si kwamba ni kazi anafanya. Sasa akitoka anaenda kazini, amechukuliwa nyumba nyingine na mdosi wake. So ndiye anaenda kwa hiyo nyumba. So anabadilisha tu makao. Kwako jioni usiku. Alafu akimaliza anatoka anaenda kwa mdosi wake. Kule penye mdosi amemchukulia nyumba. Surely. Ama kweli nyakati za mwisho. Yaani unafanyaje tu hivyo? Mpaka jamaa alipogundua akashindwa. Mpaka anagundua mke wake juu anafanya kazi, wakati mwingine amekuja amenunua microwave kwa nyumba. Mzee anaona ni vizuri. Kumbe ilinunuliwa na yule jamaa. Kai. Akaangalia akashindwa nifanyeje. Akasema anyway, mwenye nguvu mpishe juu kama mke anafanya hivi then anipendi. Akamwambia nawatakia kila laheri, endeleeni na ndoa yenu. Akaachia mdosi wake. Wanamupitia. Mara fea imekulwa, mara wanaume ukipitia. Ukitafakari juu hayo Kileleshwa, mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka Kangemi hapa Nairobi. Nairobi, kuna mwanadada mmoja mtaani hapa alipigwa na butwaa baada ya kugundua kuwa mwanaume aliyempenda na hata kumuoa alikuwa na familia nyingine kubwa kule kijijini. Za watoto wengi kule ushago. Naam, kwa muda mrefu jamaa huyo aliyekuwa akijitambulisha kama mfanyibiashara aliyesafiri mara kwa mara alimshawishi kuwa hana mke wala watoto. Hata hivyo, ukweli ulianza kufichuka baada ya safari zake za mara kwa mara kuzua mashaka. Mwanadada huyo aliamua kufuatilia na akaenda mashambani kwa jamaa huyo alikokutana na ukweli mchungu. Unajua anasema kuna ukweli mwingine ukiujua utakuumiza zaidi. Kwa hivyo akaenda nyumbani na akapigwa na butwaa. Inasemekana ufichuzi huo uliomwacha hoi kwa kutambua kuwa maisha aliyodhani anajenga yalikuwa kwa msingi wa uongo. Wanaume, mbona unadanganya huna familia? Nuko na familia. Haya, ukitafakari juu hayo mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka wapi? Londiani Kericho. Kuna buda mmoja wa hapa alikomeshwa dakika ya mwisho alipojaribu kuvuna mahari mara ya pili kutoka kwa binti mmoja. Msimulizi alieleza kuwa ndoa ya kwanza ya kidosho iliingia nuksi na wakatengana, japo hawakufanya talaka rasmi. Lakini jamaa mmoja alivutiwa na kidosho huyo aliporudi solo na akaamua kumuoa baada ya kutoka naye mara kadhaa. Jamaa huyo hakujua kidosho alikuwa bado ni mke wa mtu mwingine kitamaduni. Kwa hivyo hujavunja uhusiano wa kwanza ndio unaingia uhusiano mwingine. Mzee alipotaka mahari wakamwambia huwezi pewa mahari ya huyu. Unataka okay, sawa. Semi kitu. Nikitafakari juu hayo basi nikasema acha niache Londiani. Nikavuka moja kwa moja hadi wapi? Machakos mjini. Machakos kule Mayakos kuna polo mmoja alijikuta pabaya kwa kumcheza shere jamaa aliyekuwa akimdai pesa kwa muda mrefu. Inasemekana kwa polo huyo mjanja alikuwa akikwepa kulipa deni hilo kwa kujificha na kutoa visingizio kila mara, bila kujua kuwa siku yake ya aibu
ilikuwa inakaribia. Ilikuwaje siku ya aibu? Jamaa aliyekuwa amechoshwa na na ahadi za hewa, naweza ahadi za uongo, basi alifika mahali akakasirika. Jamaa huyo aliamua kumfuatilia kimya kimya tu. Hatimaye alimnasa Polo katika hoteli moja mjini akiwa na kimada. Polo huyo alimiminiwa lawama hadharani kuhusu deni. Yaani jamaa aliamua kumwaibisha tu, mwaibisha peupe. Wewe una deni utaki kulipa, na ndio unapotea potea na vimada kule, mnaenda kujipa raha. Ni Labor Day, kwa hivyo unaenda kujipa raha Labor Day. Jamaa aliaibishwa. Nimalizie eneo la wapi? Mlolongo. Mlolongo kule kuna Jombi mmoja ambapo mvutano mkali ulizuka kati ya Jombi na Kalameni baada ya jamaa huyo kumkosoa hadharani kwa kuwa na vipusa wengi. Yaani unaingilia maisha yangu kwa nini? Na wewe mbona una vipusa wengi wewe? Na akiwa ameudhika, Jombi alimfokea Kalameni vikali akimtaka aache kabisa kuingilia maisha yake binafsi. Alisitiza kuwa kila mtu ana uhuru wa kuishi anavyotaka mradi havunji sheria. Sasa wewe, mtu anajaribu kushauri, anajaribu kusaidia, na wewe ndio wewe unajifanya ngoja siku kitakuramba, siku kitaumana, utarudi kwake kumwambia bro nisaidie bro. Saizi atakuwa bro. Saizi nasema kila mtu na maisha yake. Wewe acha kusema maisha yake, ishi kulingana na maadili mema. Una vipusa wengi, utawapeleka wapi wote hao? Nimeacha. Ni katika pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM kipenda Victor Mandala, naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Ni kwenye pita hapa. Swali najiuliza tu, lipi limekubamba zaidi kwa hayo yote? Hakisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click ya neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, na weke comment yako pale, na Bwana akutende wema. Make sure umesubscribe pale. Ni kwenye pita kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe. Bye bye.